Katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram na X tumekuuliza kuhusiana na tuna swali la siku pale katika kurasa hizo za mitandao ya kijamii tukikuuliza, endapo mishahara yako inakutana, yani ukilipwa tarehe 30, je, mshahara wako ukifika tarehe 30 unaisha afu unaingia mwingine? Kuna majibu yako pale. Huyo anasema baadaye nitakuja kupitia maoni yako kuhusiana na suala hilo. Tuelekee hapa kwanza. Wafanyakazi wanaopewa dhamana ya kufanya kazi kwenye taasisi za umma na binafsi wametakiwa kufanya kazi kwa bidii kwa lengo la kuendeleza mapambano na kujikwamua kiuchumi. Mwanahabari wetu Frank Kashonde anayo taarifa zaidi. Hayo yameelezwa leo Oktoba 17 mwaka 2025 na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu Ridhiwani Kikwete katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika kwenye Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu jijini Dar es Salaam, uliolenga kutangaza kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi. Katika hotuba yake ameeleza kwamba kima cha chini cha mshahara kimepangwa kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vilivyoainishwa katika mikataba ya Shirika la Kazi Duniani ILO pamoja na viwango vya kitaifa vilivyoainishwa kupitia sheria ya taasisi za kazi sura ya 300, ambapo amekitaja kima cha chini cha mshahara kuwa kimeongezeka kwa wastani wa 33.4 kutoka shilingi 275,60 hadi kufikia 358,322. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya kima cha chini cha mishahara sekta binafsi Dr. Suleiman Mohamed amesema mchakato wa kima hicho mpaka kukamilika ulikuwa shirikishi, kwani ulioshirikisha watu kutoka vyama vya wafanyakazi, waajiri pamoja na vyama vya waajiriwa. Kwa upande wake, Rehema Rudanga ambaye ni naibu katibu mkuu TUCTA amesema kwamba mwajiri asitoe chini ya kima hicho kilichotangazwa, ambapo pia ametoa rai kwa wafanyakazi kufanya kazi kwa bidii ili kuzalisha zaidi. Mfumo wa malipo ya mishahara ambao wafanyakazi wote wa serikali tarehe 24 tunabonyeza batani, watu wote wamepata mishahara. Manake ndani yake makato haya ya PSSF yako automatic. Kwa serikali ili alipo, lakini sana lipo kwenye sekta binafsi. Sasa nataka nikuwakumbushe tu waajiri katika sekta binafsi. Serikali iko serious sana katika jambo hili. Watanzania wanalalamika sana. Watoto wa Kitanzania ambao wanafanyishwa kazi wanalalamika sana. Na tumekuwa mara kwa mara tunafanya inspection, wako baadhi ya kampuni hapa sitaki kuzitaja tumezifungia, na wako baadhi ya waajiri tumekwisha peleka katika vyombo vya sheria. Mchakato wetu huu mpaka kufikia hapa ulikuwa shirikishi, kwa maana uliwahusisha watu kutoka vyama vya wafanyakazi, waajiri na vyama vya waajiriwa. Of course kuna pia na watu wengine wanatoka sekta na serikali ambao ni watafiti wametusaidia katika kazi hizi. Waajiri wote ambao wako sekta binafsi wanahusika na swala hili, basi waendane na kima hiki. Na hii haina maana kwamba mwajiri ambaye analipa zaidi ya kima hiki basi aende akapunguze. Hapana. Tunaangalia uzalishaji wa eneo husika. Kwa kama uzalishaji wa eneo husika unahitaji zaidi, hiki ni kima cha chini, wanatoa msingi wa kuanzia. Yani mwajiri asilipe chini ya kima hichi kilichotangazwa na serikali, lakini anaweza akaenda zaidi ya kima hiki kulingana na eneo lake na uzalishaji wake. ATE ilishiriki katika technical committee, kwa maana kamati ya wataalamu. Katika kamati ya wataalamu kulikuwa na mikoa tofauti ambayo kamati hii ilizunguka, na katika kamati hii ambayo iliwashirikisha, ambayo ilikuwa na waajiri, wafanyakazi pamoja na maafisa kutoka serikalini, walizunguka katika mikoa tofauti. Lakini ukiachilia hapo, ATE iliweza kutoa madodoso tofauti kwa waajiri, kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa njia ya mtandao, tunafanya vikao mbalimbali ambapo tuliweza kuvifanya na waajiri. Kwa mujibu wa Waziri Kikwete, ametangaza amri ya kima cha chini cha mshahara kwa kuzingatia mamlaka aliyopewa chini ya kifungu cha 39 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya taasisi za kazi. Frank Kashonde, EATV. Naam, turejee pale sasa katika ukurasa wetu wa Facebook ambako tumekuuliza, endapo mishahara yako inakutana kutoka mwezi mpaka mwezi